Kasuli. Bana, ninachokitumaini ubuheri wa afya mwana michezo mwenzetu popote pale ulipo. Karibu tena dimbani. Mimi jina langu naitwa Cisco, niko hapa Katalambula Yusufu, mzee wa mambo vipi? Unakwenda kusikia mengi na mazuri kutokea kwetu. Lakini nikwambie tu kwamba tuko live hapo kwa ajili ya uchambuzi na kukutangazia mchezo jadidi kweli kweli kati ya Young Africa dhidi ya timu kutokea pale Singida, kwa maana ya Singida Black Stars. Ni mchezo mzuri kweli kweli na ni mchezo wa kukata na shoka kweli kweli. Lakini kabla hatuja kupeleka mbali, niendelee kukukumbusha tu ya kwamba ukumbuke mchezo huu ni wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Young Africans ametanguliwa kwenye msimamo wa ligi kwa pointi moja na klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Ili aweze kupanda tena kwenye msimamo, ni lazima aweze kupata matokeo ya ushindi kwenye mchezo huu wa leo. Ndio tiketi ya yeye kuendelea kupata shima na matumaini ya kubeba tena taji hili la ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa msimu huu wa mwaka 2025 2026. Katalambula Yusufu, kwa vizuri? Ya, nipo vizuri bro. Uzima upo na ulalamiki? Mungu ni mwema. Mwalimu wa klabu ya Yanga Maureen ameanza na full mkoko kabisa. Kwa maana kikosi ambacho uko nacho, ikitokea klabu ya Yanga leo kupata matokeo baada ya zile 90 kutamatika, sidhani kama kuna mtu akulaumiwa kwenye huu mchezo. Lakini pia Singida Black Stars, je, tunashaka nao au na wao wamejitosheleza kwa namna ambavyo wameanza kwenye huu mchezo? Of course, Singida Black Stars zamani hefu, moja ya timu bora sana kwa hivi karibuni tangu iweze kununuliwa. Tumeona mafanikio ambayo wameyapata, wamecheza hatua makunde katika kombe la CAF Confederation Cup. Wanao wachezaji walikuwa bora, lakini tukizungumza timu nne bora, tukiacha Simba, Yanga pamoja na Azam, anafuata ya Singida Black Stars. Kwa hiyo wanao wachezaji wa kufanya hivyo, lakini hofu yangu Singida mara nyingi sana akikutana na Young Africans wanakuwa na mchecheto, kiasi cha kwamba wakati mwingine hata aina kikosi chao kinakuwa na changamoto. Kwa hiyo sijajua leo wamejipanga vipi, na baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wakifanya vizuri katika kikosi chao wapo katika klabu ya Young Africans, na isivyo bahati mkataba ambao wameingia ni kwamba wakikutana hawa wachezaji wanao nafasi ya kucheza. Mchezaji kama Frank Sink, mchezaji kama Damaro Kamara Muhammad, unaweza kaona kwamba hii inakuwa ni faida kwa Young Africans. Lakini nikipita kwenye small details kuelekea katika mchezo ambao unaenda kuanza punde tu, na tutakuwa live kutangaza hapa Salamba TV, ni kwamba Singida Black Stars kwa hivi sasa katika msimamo hapo nafasi ya 4 wakiwa na pointi zao 38, nyuma ya TRA ambao na pointi 37. Ameacha pointi moja tu, lakini TRA tayari ametangulia mchezo mmoja mbele ya Singida Black Stars. Kwa hiyo Singida Black Stars huu mchezo wana uhitaji zaidi, kwa sababu kama atapoteza dhidi ya Young Africans, kwa maana inakuwa imesalia pointi moja, ambayo TRA kwa vile ambavyo anaenda mwenendo aliokuwa nao inaweza ikatokea akamshusha huyu akaenda kucheza michuano ya CAF Confederation Cup. Kwa unaweza kaona kwa nafasi ambayo yupo Singida Black Stars ana uhitaji zaidi huu mchezo. Lakini the same kwa Young Africans ambaye ana pointi 54 nyuma ya Simba mwenye pointi 55. Young Africans ana uhitaji zaidi huu mchezo. Kwanza anahitaji sare kutokana na hiki kilichopo, kwa sababu sare inamrudisha kuongoza ligi kwa tofauti ya magoli 10, lakini anahitaji zaidi ushindi ili kujihakikishia zaidi eneo la kuongoza, kwa maana atakuwa ana zaidi ya pointi 2. Kwa hiyo unaweza kaona Young Africans anahitaji zaidi ushindi, lakini pia akipata sare si mbaya kwake kwa sababu ana mtaji mzuri wa magoli. Lakini kwa Singida Black Stars anachokihitaji ni ushindi tu. Kama akitoa sare ama akifungwa katika huo mchezo, kunakuwa na changamoto kwa upande wake, hasa kwa current performance aliyokuwa nayo kwa hivi sasa. Singida Black Stars haishawishi. Lakini tukiangalia mechi 5 za mwisho ambazo amecheza Young Africans, ameshinda michezo 3, ametoa sare mchezo mmoja na amefungwa mchezo mmoja. Lakini kwa Singida Black Stars naye wanafanana, yeye mwenyewe pia amefungwa mchezo mmoja, ametoa sare mchezo mmoja na ameshinda michezo 3. Lakini head to head, kwa maana mechi 10 ambazo wamekutana Young Africans pamoja na Singida Black Stars, Singida Black Stars ameshinda michezo 2, Young Africans ameshinda michezo 8. Hao watu hawajawahi kutoa sare.
Na hii michezo miwili ambayo Singida amefunga Young Africans, wakati huo alikuwa anatumia jina la IHF. Yes, kwa hiyo unaweza ukaona kwamba tukitazama hapa kwa rekodi, miongoni mwa timu chache ambazo tukienda kuangalia head to head unakuta naye kapata ushindi walao mechi mbili ni pamoja na yeye Singida Black Stars. Lakini ukiangalia kwa performance ya Young Africans, mara nyingi sana tulikuwa tunafanya uchambuzi labda yeye na labda JKT, utakuta Young Africans katika mechi 10 labda kashinda mechi 9, sare moja, akicheza na 8 kadhalika. Lakini leo hii ugumu upo kwa sababu anacheza na timu ambayo imewahi kupata ushindi mbele yake. Ingawaje ushindi huo hakuwahi kupata nyumbani kwa Young Africans, aliupata akiwa huko Mbalale, lakini bado haiondoi kuwa aliwahi kupata ushindi mbele yake. Lakini kwa aina ya wachezaji, Young Africans ana wachezaji bora zaidi ya Singida Black Stars, na hata tukienda kwenye makaratasi Young Africans ana nafasi kubwa kuweza kupata ushindi mbele ya Singida Black Stars, lakini sio rahisi kama watu pengine labda wanavyodhania katika mchezo wa leo. Bwana, klabu ya Singida inaweza kupata matokeo lakini sio rahisi. Hata Yanga pia inaweza kupata matokeo lakini sio rahisi kabisa. Timu zote mbili hizi ni timu zenye uzito alao kidogo hivyo, at least zinaendana kwa namna ambavyo sajili zao zilivyo na namna mambo jinsi yalivyo. Kikosi cha Yanga kwa haraka, wenyeji wa mchezo golini Jigidi Ara yao kwa Satora, nambari 2, nambari 3 Shadraki Sakaboka, 4 Asink, 5 anacheza Baka, nambari 6 Duke Abuya, huku nambari 7 anacheza Maxim Pianzengeli, nambari 8 Mudathir Yaya Basi, nambari 9 ni Prince Mpumelelo Dube, huku nambari 10 Alan Okelo Starboy, 11 Pacome Peodo Zuzwa. Nini hasa ambacho nakitazama kwenye kikosi cha mwalimu Maulin kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Singida Black Stars? Tunaizungumzia safu bora ya ushambuliaji, kwa maana upande Alan Okelo, upande Pacome Peodo Zuzwa, alafu katikati Prince Mpumelelo Dube. Hii ni safu ya ulinzi ambayo imecontribute magoli mengi sana. Ukienda katika vinara assist unamkuta Alan Okelo, ukienda katika vinara wa mabao ukosi kuona jina la Prince Mpumelelo Dube. Kwa hiyo wamekuwa na consistency hiyo, na faida ambayo wapo nayo ni kwamba winning team never change, hasa katika eneo la safu ya ushambuliaji. Kwa hiyo Singida na kazi ya ziada kuwazuia Alan Okelo, Pacome pamoja na Prince Dube. Wana kazi ya ziada. Mnaweza mkawafunga, lakini kuzuia watu wasifunge wala kuassist, sikumbuki mara mwisho ni lini. Kwa sababu hata mchezo wa mwisho ambao wamepoteza, Alan Okelo kaeka kamba 2 wa CRDB Federation Cup, tumeona Pacome Peodo Zuzwa ameweka assist 2. Nyuma yake tumeona Pacome na Alan Okelo ameweka goli 2. Nyuma na kadhalika Prince Mpumelelo Dube. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba ni moja ya safu ya ushambuliaji bora sana ambayo Singida Black Stars wanatakiwa kuwa makini sana, hasa katika eneo lao la backline wanatakiwa kuwa vipi. Lakini pia tukiangalia kwa kikosi kwa ujumla, kitu ambacho napenda kwa kocha Molin, amekuwa anaamini kikosi ambacho kimekuwa kimpa matokeo basi amekuwa anaenda nacho, ndio maana hakibadiliki. Unaona ni vile vile tu, labda kubadilika kukiwa na changamoto yoyote. Na ukiangalia kwa Young Africans kwa kufungwa inakuaga surprise sana, alafu wametoka kufungwa. Naamini kuna kazi ya ziada leo ambayo inatakiwa kufanyika kwa Singida Black Stars kama wanahitaji walau pointi 1 ama pointi 3 kutoka Young Africans. Hivyo ndivyo ambavyo bado tunaendelea kudunda hapa na kukupatia uchambuzi jadidi kweli kuelekea kwenye mchezo wenye hadhi ya nyota 5 kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara. Timu zote mbili zina utajiri wa wachezaji na zina utajiri wa benchi kubwa la ufundi, na pia kuna utajiri wa fedha, ndio maana nafanya yote hayo. Kwa hiyo leo tunashuhudia mchezo mzuri kweli, lakini tutazame pia kikosi cha Singida Black Stars. Golini nimetacha Mnata, nambari 2 Kennedy ambaye ndio kapteni huyo, nambari 3 Imoro, nambari 4 Keyeke, nambari 5 Muaku, nambari 6 Zakaria, nambari 7 Chikola, nambari 8 Silile, nambari 9 Pipino, nambari 10 Mtange, nambari 11 Mosi. Hiko ndio kikosi cha Singida Black Stars. Kwa upande wao nini hasa ambacho naona mwalimu pia analenga kuelekea kwenye mchezo huu wa leo? Atoboi. Atoboi. Kwa nini Atoboi? Atoboi. Kwa nini Atoboi? Safu yao ya ulinzi dhaifu sana. Eneo lao la kiungo Pipino bado pia
na wasiwasi naye. Kwa hiyo ni kosi cha kawaida kwa Young Africans ambaye ametoka kufungwa. Wana zaidi ya 80% Young Africans kupata ushindi siku ya leo. Bila kosi hicho cha Singida Black Stars, kwa sababu golini Metacha Mnata, Kennedy Juma mara nyingi sana wamekuwa wakifanya makosa hasa wakicheza pamoja. Kwa hiyo kikosi cha kawaida sana. Kikosi cha kawaida sana. Kwa tukipima kwenye mizania kwa mujibu wa vikosi vya timu zote mbili ambavyo vimeanza leo hii, Singida Black Stars tunaipa asilimia kubwa ya kwenda kupata kipigo, na Yanga tukaipa asilimia kubwa ya kwenda kupata ushindi kwenye mchezo huu wa leo bila shida wala shaka. Asilimia 80 Young Africans ushindi, asilimia 15 Singida Black Stars ushindi, asilimia 5 sare. Shindi lazima bana. Na wewe pia hapo unaweza ukatuambia nini hasa ambacho nakiona kuelekea kwenye huu mchezo, na tumekuambia pia tuko live hapa, tunakutangazia mtanange wa kukata na shoka kweli kweli kati ya Yanga dhidi ya Singida Black Stars. Ni mchezo wa aina gani? Basi endelea kuwa nasi, salia hapo hapo sako kwa bako ili usilelee matangazo jadidi kweli kweli, sio na shida wala shaka yoyote ile. Nimekuambia niko naye Katambula Yusufu, sisi ndio pia ambao tutakupatia 90 dakika na zile chache za nyongeza kwenye mchezo wa kukata na shoka kweli kweli huu. Katambula Yusufu, unafikiri Young Africans anatakiwa awe makini kiasi gani kwenye huu mchezo, kwa sababu akipoteza shughuli itakuwa nzito pia kwa upande wake, kwa sababu Simba sasa hivi tunavyozungumza ndio yuko pale kileleni, ameushika usukani wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, na kama atatolewa basi atakuwa ameushika usukani kwa muda mfupi mno. I'm so sorry kama nitawakosea, lakini kitu pekee ambacho kinatakiwa kwa Young Africans, waache tu utoto. Waache tu utoto. Kwa maana kwamba? Yani kwamba lolote likitokea kama kile ambacho tumekiona kwa Dodoma Jiji, mchezaji kama vile misunderstandings zinatokea, kwa sababu hatuwezi tukasema direct kwamba fulani alisusa au alifanya hivi, lakini baada ya hapo Mudathir Yahya basi amethibitisha kwamba kapteni aliondoka kambini kutokana na kile ambacho kilitokea, kwa maana hata kumzomea na kadhalika. Kwa hiyo kwenye pitch sina mashaka nao, Young Africans wana asilimia kubwa sana kuweza kupata ushindi, lakini kama kuna kitu chochote ambacho kinaweza katokea katikati kwa wachezaji, kwa benchi la ufundi pamoja na mashabiki, waache utoto basi. Waache utoto, ndivyo ambavyo unazungumza namna hiyo, lakini ni mchezo ambao kumbukwe na wao Singida wanatakiwa wapambana wapate matokeo kwa sababu kama ya kuendelea kusalia pale hili, na kama wana ndoto pia za kucheza kimataifa. Yes, kwa sababu TRA wameachana pointi moja. Na bado pia Singida hana fomu nzuri sana kwa hivi karibuni ambavyo nimeona. Na ukiangalia bado pia ana mechi ngumu pia ambazo zimebaki. Hajamalizana na Simba kama kumbukumbu zangu zipo vizuri. Lakini sidhani kama ameshamalizana naye pia TRA yeye mwenyewe. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo bado ipo bato ya top 4. Ana kazi kubwa sana ya kufanya Singida Black Stars. Na ukitazama huu mchezo ni mchezo wa mabao mengi kwa jinsi ambavyo nautazama Katambula Yusuf. Hapa ni mchezo ambao huenda usiwe na mabao mengi labda. Katika dimba la KMC ni aghlabu sana kuona mechi inamalizika kwa magoli machache. Tumeshuhudia zina goli 5, 6 zilifunga katika dimba la KMC. Kwa pitch ilivyo, quality ya wachezaji walivyo, uhitaji ambao wanautaka, si chini ya magoli 3 tunaweza tukayaona katika mchezo wa leo. Kwa maana kwa timu zote mbili. Naweza ikawa 2-1, naweza ikawa 3-0, 4 ngapi na kadhalika, lakini si chini ya magoli 3 na mimi naweza kupatikana. Bana, si chini ya magoli 3 yanaweza kupatikana kwenye mchezo wa leo kati ya Yanga dhidi ya Singida Black Stars. Hivyo ndivyo ambavyo anazungumza hapa mchambuzi wa dhamu Katambula Yusufu, na bado tunaendelea kukuletea taarifa zinazopata kutokea, lakini kumbukwe tu ya kwamba Simba kwa sasa ndio anaongoza usukani. Ile neno nalirudia na nilitaja kweli kweli, sababu kitokea Yanga amepoteza basi Simba ataendelea kubaki pale pale juu. Maana kwa sasa hivi inatafsirika kama ni anaongoza kwa muda. Lakini kwa muda ni kwa sababu gani?
Yanga hajacheza. Yanga akishacheza ndo tutapata hatima kwamba anaongoza kwa muda ama amejikaimisha nafasi hiyo kabisa. Lakini Katalambula Yusufu, ni nyota gani labda wa kuchungwa sana kwa upande wa klabu ya Yanga, na Singida watakiwa wamchunge mno ili asiwaletee mahafa kwenye mchezo huu wa leo? Safu ya ushambuliaji Young Africans, Alan Okello, Pacome Peodo Zouzoua pamoja na Prince Mpumelelo Dube. Hao ni watu wa kuchungwa sana, lakini wanatakiwa kumchunga zaidi Maxim pia Zingeli, kwa sababu wamekuwa na tanki kubwa sana na yeye ndo amekuwa kiungo muhimu cha kuweza kutoa mpira chini na kuipeleka juu. Kwa hiyo wanatakiwa kuwa makini na hawa ambao wanacheza eneo la umaliziaji, lakini umakini inabidi uanzie kwa yule ambaye anapeleka mipira kwao, kwa maana Maxim pia Zingeli. Okay. Lakini overall wanatakiwa kuwa makini na wachezaji wote, kwa sababu kwa hivi karibuni tumeona Young Africans magoli yamefungwa na mabeki. Kwa hiyo kwa maana Bakari Nondo Mwamnyeto magoli yamefungwa na viungo, kwa maana Mudathiri Yahya Bas, lakini pia magoli yamefungwa na washambuliaji, kwa maana Prince Mpumelelo Dube. Kwa hiyo unabidi kuwa makini na timu nzima, lakini zaidi ni safu ya ushambuliaji Young Africans wamekuwa bora sana, lakini yule ambaye anapeleka mipira, kwa maana unamzungumzia Maxim pia Zingeli, wanatakiwa kuanzia kukata kwake ili kukata mawasiliano kabisa kati ya safu ya kiungo na safu ya ushambuliaji kwao. Haya, hivyo ndivyo ambavyo unazungumza. Lakini tukipindua karata hiyo kwa upande wa pili, Singida na wao nyota gani hatari ambayo Young Africans wanatakiwa wachunge mno ili wasiharibu shughuli? Kwa Singida kuna changamoto, kwa sababu kwa mechi 3 ambazo nimeziona kikosi chao kimekuwa kikibadilika. Kwa hiyo Young Africans nadhani mwalimu kwa maana Moulin pamoja na jopo lake, kwa maana benchi la ufundi wamewastadi vizuri na wameona madhaifu na ubora waliokuwa nao, ingawaje labda changamoto ambazo kukutana nao leo ni kwamba wale ambao waliwastadi leo hii wanawakosa. Kwa hiyo tusubiri na tuone. Kwa kifupi ni kuangalia tu mbinu za mwalimu zitakuwa vipi ili aweze kubato nazo. Haya, bana, niseme tu ya kwamba bado tunaendelea kukuletea matangazo jadidi kweli kweli kutokea hapa studio, lakini bado pia tunaendelea kukupatia vitu adimu kweli kweli mwana michezo mwenzetu, lakini nikwambie tu ya kwamba tutakuja tena baada ya mchezo huu kutamatika kukuletea zile small little za mchezo husika. Labda cha kujazia Katalambula Yusuf kabla tuja kwenda break, maana tukirejea hapa ni moja kwa moja kutangaza mtanange wenyewe. Kwamba cha kuongezea labda kabla tuja kwenda mapumziko, tusubiri dakika 45 zitakuja na majibu. Yes. Nani ni nani? Labda cha kumalizia zaidi, Arsenal bingwa. Arsenal bingwa. Sawa, Mungu akutie nguvu. Amin. Ni Katalambula Yusuf huyo, na tunakwenda mapumziko kuweka mambo sawa. Tukirejea hapa basi ni moja kwa moja mbilinge za dakika 45 za kipindi cha kwanza. Jina langu naitwa Cisco, nilikuwa naye Katalambula Yusuf. Ungana nasi sako kwa bako ili usilelee matangazo jadidi kweli kweli, sio na shida wala shaka yeyote ile. Tukutane kwenye game. Mimi sina la ziada. Bye bye.